Ni Jumapili au Dominika ya 4 ya Kwaresima. Leo mama kanisa anatualika tufurahi. Furahi e Yerusalemu. Tumesikia inaimbwa hiyo tangu mwanzo wa ibada hii ya misa takatifu. Tunafurahi kwa sababu upendo wa Mungu, huruma ya Mungu inaendelea kusikika, na tunaiona jinsi ilivyofanya kazi katika historia ya ukombozi. Jumapili iliyopita ya 3, huruma hiyo na upendo huo wa Mungu tuliusikia kupitia kwa hilo lililowekwa kwetu la kuacha mtini, ule mti ambao ulikuwa hauzai matunda, upo tena miaka kadhaa, tuone nikirudi tena kama utakuwa na matunda au hapana. Kwa upendo wa Mungu, huruma ya Mungu ambayo inataka daima kile ambacho kimeonekana ni kibaya kirudi kuwa kizuri, na baadaye kije basi kusifiwa na kutukuzwa, kumbe kushiriki katika ule utukufu na katika furaha hiyo. Na mwisho, kumbe hautakatwa kama utatoa hayo, hautakatwa kama utatoa matunda hayo, na hivyo itakuwa ndio furaha hiyo, ndio kushangilia huko. Kama mti unashangilia, basi na wenyewe utashangilia, lakini kama si mti, basi watu watakaopata matunda kutoka katika mti huo watashangilia. Ndugu zetu, huyo Mungu mwenye huruma leo anawekwa kwetu kwa namna ya pekee kupitia katika mfano huo wa hao wana wawili ndugu, ambao kwa kweli wengine wanafikiri kwamba labda ni huyo mdogo ndiye na akili au hana busara, alafu anaanza kumuona yule mwingine mkubwa ambaye alibaki nyumbani kama na yeye ndiye mzuri kabisa. Yeye alifanya vizuri kubaki pale nyumbani, pamoja na hayo baadaye ambayo atakuja kuyaonesha wakati huyo mdogo ambaye kwa huruma ya Mungu sasa inayokuja kuonekana anakuja tena kutaka aingie tena katika familia hiyo na aweze kupata furaha pamoja na wana familia, kama tulivyosikia katika mfano huo wa Bwana wetu Yesu Kristo aliotoa. Wote wawili wana matatizo. Huyo mdogo ana matatizo. Matatizo yake ndio hayo ya kutaka kuwa na maisha hayo ya furaha ambayo maskini ya Mungu yalikuwa yana mwisho. Kupata raha hizo alizozitaka, lakini bila kujua kwamba hizo raha na furaha hiyo ilikuwa ni ya muda tu. Baadaye atakuja arudi tena, agundue anarudi sio kwa sababu anampenda yule baba yake. Hapana, anarudi ni kwa sababu ni lazima arudi, kwa sababu hana tena namna ya kuishi. Anarudi kwa sababu ya shida, ndio anarudi kusudi aweze kupata hicho ambacho sasa amekikosa. Huyu mkubwa na yeye hivyo hivyo kakaa pale nyumbani na baba yake, ndio anarudi huyo mdogo wake. Sasa huyu na yeye kwa kiburi kabisa anafikiria kwamba yeye ndiye anayefaa na anastahili kupata yale mazuri yote kuzidi huyu mdogo, lakini hajui kwamba na yeye ana matatizo hapo. Matatizo hayo hapo baadaye tutakuja kuyaona na sisi kwamba tunaingia katika hao wawili. Jitizama tu kila mmoja wetu yuko upande gani. Ndugu zangu, hayo yote yanatokea ni kwa sababu ya hiyo dhambi ambayo tumeirithi, dhambi ya asili ambayo inatutenganisha sisi na huo upendo na huruma ya Mungu wetu, katufanya twende mbali, tutoke katika mstari huo ambao yeye anataka tubaki humo, ili kwamba tuweze kuipata hiyo furaha iliyo kamili.
furaha isiyo ya muda, bali furaha ya umilele. Hiyo dhambi inayotutenganisha na Mungu wetu ndio dhambi ambayo wanakuja kuwa nayo hao vijana wote wawili. Dhambi ambayo huyo wa kwanza mdogo anayetoka nyumbani itamfanya ajitenge sasa na ule upendo wa baba yake ambaye alikuwa anampenda, na huruma ya baba yake, alikuwa anampa kila kitu, lakini bado haridhiki. Anafikiri sasa kwamba akienda kwa namna zake ndiye atakuja kupata yaliyo zaidi. Kumbe yuko sasa anaitenda hiyo dhambi ya kutotaka kubaki ameunganika na huyo Mungu wake ambaye ni baba yake kwanza wa damu, lakini kwa namna hiyo haunganiki na Mungu yule ambaye anataka baki na baba yake. Kumbe ni dhambi hiyo ambayo inamtoa hapo. Vile vile huyo mkubwa, ile huruma ya Mungu ambayo inaenda kwa kila mmoja, mzuri na mbaya. Mzuri kusudi aendelee katika njia yake hiyo nzuri, na baadaye kufikia ule ukamilifu wa uzuri wake ambao ni utukufu sio na mwisho. Mbaya kwa sababu anataka amrudie, kwa sababu Mungu hataki tupotee. Hapana, anataka turudie, tumrudie. Ndio maana na kipindi cha Kwaresima kipo, tunakumbushwa kila siku hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu ambaye leo kama nilivyosema tunakumbushwa hiyo huruma kwa namna ya pekee. Kwa huyu mkubwa, ile dhambi inamfanya asiwe na huruma ambaye ilipashamwendee hata huyu mdogo wake, ambaye ile huruma ya Mungu inaonekana sasa katika huyu baba yake ambaye anampokea huyu aliyekuwa amepotea. Huyu kijana mkubwa haioni kwa sababu ya kiburi chake, ni dhambi hiyo. Kwa sababu ya kutaka kila kitu kiwe kwake, ubinafsi, dhambi hiyo inaendelea kutawala. Unaona wote wawili hawa wana matatizo, lakini anakuja Mungu huyo ambaye yeye anaenda kwa wote. Huyo mdogo ndio mfano huyo wa baba huyo anayempokea. Ni Mungu huyo anayetupokea sisi ambao tunakuwa tumejitenga naye kwa sababu ya dhambi zetu. Atapenda arudi na mpokee. Ndio kilichotokea hicho. Kwa mfano huyu baba anampokea huyo mwanae. Huyo mwanae kwanza alikuwa anajiuliza maswali mengi sana, nitakwendaje kwa huyo baba yangu? Lakini ajue kama baba yake yuko anasubiri tu arudi mara moja. Ndiye Mungu wetu, ndivyo anavyotusubiri sisi ndugu zangu. Anakaribia, basi anataka kumkimbilia mara moja kambusu. Ndio anatoa sasa amri hizo mara moja kwa hao wanaokuwa pale nyumbani. Mleteni nguo nzuri kabisa, mvike pete huyu kijana mtoto aliyekuwa amepotea, mvike viatu, chinjeni ndama aliyenona, tufanye sherehe na tufurahi. Jumapili ya kufurahi. Tunaona upendo wa Mungu Baba ambao hauendi tu kwa huyo kijana aliyepotea, unaenda na kwetu vile vile. Sisi tulio hapa inawezekana tuko wengi kabisa ambao tunafanana na huyo kijana mdogo. Kwa mawazo yetu, kwa akili zetu, tunafikiri tukifanya ya kwetu mengine ambayo tunafikiri anaweza kutuletea, tunakuwa tunakosea, badala yake tunajiingiza katika matatizo. Tusikate tamaa, tuwe tayari kwa mfano wa huyo kijana kumkumbuka tena huyo Mungu wetu ambaye yuko tayari kutupokea, yuko tayari kutukumbatia tunapomkimbilia kwa shida tunayoiona hiyo ya matatizo tunayokuwemo, kwa madhambi yetu hayo, kwa haya ambayo anatutenganisha na huyo baba kama ilivyomtenganisha huyo mtoto na baba yake. Atatuvisha pete, atatuvisha viatu, na atatufanyia sherehe na tutafurahi pamoja naye. Tujiulize, je, sisi katika hali zetu tunajitambua kama tumeondoka kwa Mungu wetu huyu au bado hatujitambui? Tunajitambua kwamba tunahitaji tena hiyo huruma yake na msamaha wake au hapana? Ndio kipindi hiki cha Kwaresima ndugu zangu, hiyo furaha sasa itufanye nasi tuwe tayari kumrudia huyu Mungu wetu kusudi tukaipate kutoka kwake. Huyo mkubwa vile vile, hiyo dhambi iliyomfanya aanze
kumuona huyo mdogo wake kwamba hastahili kufanyiwa haya anayofanyiwa, yawezekana kabisa na sisi tumo katika kundi hilo. Hao ambao kwa kiburi kabisa wanapoona mafanikio ya wengine, wanapoyaona hayo ambayo wanayafanya wengine ya kubadilika kutoka katika ubaya kurudi katika uzuri, wanaanza kuwafanyia hata fitina au kuwatafutia vitu ambavyo vitakuja kuzuia tena yale mafanikio yao. Wapo, tunawajua, tunaishi nao, na wengine ndio hao labda wameshapelekwa hata katika nguvu za kuwafanya wabadilike kuondokana na hizo chuki wanazokuwa nazo na hayo mawazo mabaya wanayokuwa nayo ambayo hayaleti maendeleo, kwa sababu tu wanazuia kile kinachokuwa kibaya kawa kizuri, wanataka wao kibaki tu kikiwa kibaya. Mfano huo utufanye sisi nasi tujifikirie tukoje, tunasimama wapi, tuko mbali na huyo kijana mkubwa, au na sisi tunaanguka katika hali hiyo hiyo ambayo inatufanya tusiaone hayo mazuri ambayo Mungu anayaona. Tunabaki kuwa kama hao Wafarisayo na waandishi ambao Yesu anatoa mfano kwa sababu yao hawa, kwa sababu wao anapoona wanakula na hao watoza ushuru na wenye dhambi, wanaanza kuwa na macho mabaya, hawataki hao wabadilike. Ndio shida hiyo tunakuwa nayo hata sisi. Huyo mbaya ambaye amepata bahati asaidiwa aondokana katika ubaya wake, sisi wengine ambao tunafikiri ndio wazuri tunaweka vizingiti hivyo, tunakuwa Mafarisayo wengine, tunakuwa waandishi wengine, tunakuwa kama huyo kijana mkubwa, tunaingia katika matatizo hayo. Tujiulize sisi sasa tuko wapi? Mungu katupa wakati huu wa kufaa, na tukajiuliza maswali hayo. Sasa tuone kama tunapaswa sasa tumrudie kama alivyofanya huyo kijana mdogo. Na hilo linawezekana. Huruma ya Mwenyezi Mungu kama alivyotuambia Mtume Paulo katika waraka wake huo wa pili kwa Wakorinto tuliosikia leo, katika Kristo yale ya zamani yamekuwa mapya. Sasa sisi ambao tunaamini katika Kristo, twende tumtafute huyo Mungu mwenye huruma na upendo kupitia katika hiyo damu ya Kristo ambaye imetukomboa, kupitia katika neema hiyo ya Kristo ambaye ametukomboa, aliyotuunganisha pamoja na Mungu. Anasema neno huyo ambamo tunakaa ndani mwake, sisi katufanya tuwe wapya. Yale ya zamani yamekwisha, ndio sasa tunakuwa wapya. Na kwa upya huyo tunaweza tukafurahi na tukafanya mengi sana. Hilo la furaha tunaloliona leo ni hilo ambalo tunataka kuliona linakamilika, la kumjengea Mungu nyumba yake. Na kama Paulo mwenyewe anavyosema kwamba yeye sasa kwa hawa wa Korinto anakuwa ni mjumbe wa kutaka kuwapatanisha na Mungu, labda na sisi litakuja ligonge kwenye akili zetu, tutambue kwamba hata sisi tu wajumbe. Kwa kufanya hili kanisa likamilike leo, ambalo tutalichangia baadaye, tunakuwa wajumbe wa kutaka kuendeleza hiyo furaha ya Mwenyezi Mungu kama Paulo alivyofanya kuileta hiyo furaha ya Mwenyezi Mungu kwa hao wa Korinto, na kasisitizia tubaki tumeunganika na Mwenyezi Mungu kupitia kwa huyo Kristo ambaye ametukomboa. Ndugu zangu, kwa nguvu ya Kristo tunaweza tukayafanya mengi na makubwa ambayo inawezekana nyinyi mnafikiri hatuwezi. Tuombe kwa Mwenyezi Mungu, kwa wachungaji wetu, kwa viongozi wetu hawa wanaotangaza hiyo habari njema ya kutukomboa, waliseme hilo kwamba huruma ya Mungu inakuja na inatuendea wote, wazuri na wabaya. Muhimu tuwe tayari kuipokea. Tuende tukasali, tuombe, ili kwamba tuwe tayari sasa kumrudia huyo Mwenyezi Mungu, na atatupatia nguvu, na hivyo tutaweza kuyafanya makubwa sana, na tutaweza kuingizwa katika furaha kama ilivyo kwa huyo
kijana mdogo. Na Mwenyezi Mungu atubariki kwa yote ambayo atayafanya, ambayo tunapenda kweli kwamba kanisa lake lizidi kukua, na kama litakuwa ni sisi wenyewe ambao tunakubali kumrudia, ni sisi wenyewe ambao tunakubali tutembee tukiongozwa na neema yake. Tumsifu Yesu Kristo.